Mimi naitwa Gadna G Habash kutoka Clouds FM. Niko na mfanyakazi mwenzangu anaitwa Caesar. Yeye anafanya kipindi cha asubuhi pa breakfast. Na niko na John Bosco kutoka USAID Tulonge Afya. Mara nyingi mtu anayefanya aina yangu ya kazi au inayofanana ukisikia anafanya press conference basi unajua moja kwa moja anakuja kuzungumzia burudani tu. Lakini sio hivyo leo. Leo tumekuja kuzungumza kuhusiana na swala la afya, hasa afya kwa ajili ya familia zetu. Sisi Clouds FM tumekuwa mstari wa mbele sana kushiriki kwenye swala la elimu ya afya katika nyakati tofauti. Na tunasupport sana swala la afya kwa familia. Mimi binafsi nilikuwa ni mmoja hapo katika kipindi changu. Huwa nafanya kampeni nyingi sana zinazohusiana na afya kwa ajili ya familia. Lakini kitu ambacho kimenifanya nije hapa leo nitakieleza. Kuna jambo ambalo sikuwahi kuwa na elimu nalo kwenye masuala ya afya. Jambo ambalo nilikuwa nalisikia sana. Swala la wanaume kutokuwa mstari wa mbele kushiriki kwenye mambo ya afya ya familia. Sikuwa naelewa maana yake nini. Kwa sababu mwanaume mwenye familia kama ni swala la kusema basi mtoto au mama mjamzito na ndio wanakwenda hospitali, yeye atatoa hela inayotakiwa. Kama ni swala la lishe na vitu kama hivyo, yeye atashiriki, atatoa pesa na nini. Mara nyingi tunaishia hapo. Na mimi nilikuwa naona pengine wajibu wetu ndio huo. Sasa niliposikia hatushiriki, najiuliza hatushiriki kivipi? Mbona kama ni hizo fedha hizo facilities za mama kwenda hospitalini, mbona tunatoa? Tunapoambiwa hatushiriki huwa ina maana gani? Tumefanya kazi kwa karibu sana na USAID Tulonge Afya pamoja na Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, hasa kile kitengo chake cha elimu kwa afya. Baada ya kuwa tunafanya kazi kwa karibu na wadau hao, ndio nikajifunza kwamba kumbe ushiriki wetu hautaki kuishia tu moja kwa moja kwenye swala la kusema natoa pesa mama na aende hospitali, kama ni mjamzito aende kliniki, au kama ana mtoto mdogo au kama hivyo, basi mimi nakuwa nimeishia hapo. Inatakiwa tufanye zaidi ya hapo. Nimejifunza hilo kwa nini? Kwa sababu niliuliza hizi hadithi za mama mjamzito kupoteza maisha, hadithi za mama akiwa anajifungua kupoteza maisha, hadithi za watoto wenye umri chini ya miaka 5 kupoteza maisha kwa wingi zaidi, hazisimami, kila siku tunazisikia. Ikanifanya nijiulize kwamba sababu nini? Sababu ni kwamba nguzo ya tatu kwenye masuala ya afya ambayo ni mwanaume bado haishiriki kikamilifu. Inashiriki tu kwa sehemu kidogo sana ambayo mtu yoyote hata mama mwenyewe angeweza kuimudu. Hospitali anafanya kazi zao kwa maana ya uuguzi. Mama anatamani kutimiza wajibu wake kama mama mjamzito au mwenye mtoto mdogo, lakini baba yuko wapi? Hilo ndio likanifanya leo tukutane, tupate nafasi ya kuzungumza, na nimekuja na mtaalamu Bwana John Bosco kutoka USAID Tulonge Afya. Nilijifunza kwao kuhusiana na swala la afya, kwa maana ya kwamba wao wanazo takwimu, wao wanavyo vielelezo ni kwa nini hasa haya mambo yanatokea. Nafikiri kabla sijasema nini ambacho nataka kufanya, ningempa nafasi Bwana John Bosco atueleze kwa kutumia utaalamu wao, na nimewalika hapa USAID kwa ajili hiyo. Za muhimu sana za baba kushiriki kwenye afya familia, especially kuhudhuria pia kliniki pamoja na mama akiwa mjamzito na hata akiwa ameshapata mtoto mdogo kwa kipindi chote cha umri wa chini ya miaka 5. Kabla sijasema nini ambacho nataka kufanya sasa, naomba niwaulizeni jambo ambalo sitalinukuu sehemu off record. Kati yetu hapa kuna mtu yote ambaye ana mtoto? Kuna mtu amebahatika kupata baraka ya mtoto kati yetu? Nyosha tu mkono. Kuna mtu yote ambaye ana ndugu wa karibu ambaye ana mtoto?
wengi. Hivi mmewahi kumuona baba wa yule mtoto akishiriki kwenda kliniki? Chache. Mmewahi kujua sababu nini? Hatujui sababu. Hata mimi mwenyewe pia najiuliza sana sababu gani sisi hatuendi kliniki, na wakati kumbe ni jambo la muhimu sana, na shindwa wakati mwingine hata kupata jibu. Hakuna hata sababu yote ya maana. Mimi wakati mtoto wangu anazaliwa sikushiriki, sikuwa na elimu, sikushiriki kumsindikiza mama yake kliniki, na wala sijivunii hilo swala. Sana sana najutia tu. Kwa hiyo nimeona ninalo jukumu sasa kwamba niwaambie wanaume wenzangu tujiongeze, ili tuendelee kuokoa maisha ya mama wajawazito pamoja na watoto wetu ambao watakuja kuwa ni tegemeo kwetu hapo baadaye. Kwa sababu hiyo basi nimekuja na idea fulani kutokana na hilo swali nilowauliza. Nimekuja na idea fulani ya kujiuliza kwamba hivi kwa nini sisi hatuendi kliniki. Kutokana na kujiuliza swali hilo, nikasema kwamba hebu tujaribu kuwauliza wanaume. Tujaribu kuwauliza wanaume ni aina gani ya message tuizungumze, ili wanaume waweze kuhamasika na kuona umuhimu na kujivunia na kuona ni swaga, jambo la kisasa, jambo la kifahari kwenda kliniki kumsindikiza mama wakati wa kipindi chote cha ujauzito na akiwa amejifungua at least miaka ile miwili ya mwanzo. Labda naweza nikaanza na nyie tena, labda niseme mara ya pili off record. Mnadhani ni kwa nini, au tuwaambie nini wanaume? Tuwaambie kwa namna gani ili waweze kuhamasika? Pengine mnaweza kama mnajua sababu. Unajua sababu nini? Sababu hawafahamu. Tuwafahamishe. Watu washafahamishwa sana. Watu washaambiwa sana. Hata kwenye kampeni ambazo tumekuwa tushiriki za mambo ya afya, watu wanaambiwa, lakini bado hawaendi na hatujui sababu nini. Sasa tuwaambie kwa namna gani? Tuwaambie kwa namna gani? Ndio hicho kitu ambacho nataka nifanye kuanzia Jumatatu ya kesho kutwa. Itakuwa ni tarehe 18 mpaka kipindi chote cha mwezi mzima, kuuliza wanaume ni njia zipi zitumike kuhamasisha wanaume waweze kushiriki kikamilifu swala la afya ya familia. Familia ni ya kwako, lakini unakuwa mzito kushiriki kwenye swala la familia, swala la afya ya familia hiyo. Sasa je, tuseme kwa namna gani? Hata na nyenye mnaweza mkaondoka hapa mkajiuliza hilo swali. Hili ni swali ambalo nitaendelea kuliuliza sana nikitegemea kupata majibu. Kutakuwa na namba ya simu maalum tutaitangaza kuanzia Jumatatu kwamba watu wanipe majibu kwamba je, tuseme kwa namna gani? Tuwaambie vipi ili waone kumbe bwana hichi kitu ni cha muhimu, na wasifanye tu kama jukumu, bali wafanye kama ni kitu ambacho ni sehemu ya maisha yao. Wafanye kitu ambacho wanaweza kujivunia. Ndugu zangu, na nyinyi mwende mkajiulize, mkawaulize watu, lakini na sisi tutachukua nafasi yetu kupitia Clouds FM, na wale ambao watatuletea sasa majibu tutayapokea. Tutatumia process maalum ya kuona nani ametoa jibu lililovutia zaidi. Alafu tutampa zawadi ya kwenda kufanya utalii hapa nyumbani Tanzania. Tutachagua pengine Zanzibar au kwenye hifadhi yote hapa nyumbani Tanzania. Kwa hivyo ninachowaomba muwafikishie watu ujumbe kwamba hebu pitieni kwenye zile platform za Clouds, iwe ni Instagram, iwe ni Twitter, iwe ni Facebook. Watu waambie, bwana, waambieni watu kwa namna hii, au waambieni watu hivi, ndio wataelewa na watasikia na watatekeleza. Umeona Yule ambaye ataleta ujumbe ambao utaeleweka vizuri zaidi, utavutia zaidi, utaupenda zaidi, mimi mwenyewe nitakuwa ni jaji wa kusimamia. Tutashirikiana pia na watu wa USAID Tulonge Afya kwa sababu wao ni wataalamu kwenye ile eneo.
Tutashirikiana pia na wataalamu kutoka Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, hasa kile kitengo chao cha elimu kwa afya, ili kufanya ujaji, kupata jibu ambalo liko sahihi zaidi. Pengine hilo jibu tutalitumia sasa kufanya hizo kampeni za kuendelea kuhamasisha wanaume waweze kushiriki, kwa kuona ni muhimu sana kushiriki kwa swala la afya la familia. Moja hapo ni hii kujuta. Hutaki kuishi kwa majuto kwamba hivi kwa nini mimi sikuhudhuria. Na pia nawaza kwamba lolote lingeweza kutokea leo hii ingekwaje. Kwa hiyo naishi kwa hali ya kujuta na hofu. Imekuwa tu ni kama bahati, Mungu alibariki mwenzangu akaweza kujifungua kwa salama, kwa sababu alikuwa anahudhuria yeye kliniki. Lakini mimi sikuwa nahudhuria, ningeweza kumwambukiza magonjwa. Kwa sababu unapokwenda kliniki, tunajifunza hapa kutoka kwa mtaalamu, ni kwamba hata wewe pia unaijua afya yako. Na kila unavyozidi kuijua afya yako ndio unakuwa mwangalifu zaidi. Na bwana, unaweza kujilinda na kumlinda yule mwenzako. Kwa kipindi cha mjamzito unaweza kukutana na vishawishi, afu karudi nyumbani ukakuta umempa maambukizi, lakini wewe uendi kliniki. Kwa hiyo anakwenda kujifungua mtoto naye pia ana maambukizi. Ungeenda kliniki ungejua, ungewekewa program maalum, mtoto angezaliwa bila kuwa na maambukizi. Kwa hiyo chochote kingeweza kutokea kwa uzembe wangu wa kutokwenda kliniki.